Ahadi za afya bora kwa wote chini ya bima ya SHA zimegeuka msumari wa moto kwenye vidonda vya wagonjwa wanaotafuta matibabu ya kitaalam ughaibuni. Ndio hali inayomkabili mwalimu mmoja ambaye amejipata kwenye njia panda katika hospitali moja nchini India ambapo amekuwa akisubiri matibabu kwa miezi mitatu. Brenda Wanga na uketu wa taarifa hiyo. Kwenye shoroba za hospitali nchini India, mwalimu huyu anapigania uhai. Ugonjwa wa saratani ya damu umemlemea, akisalia tu na matumaini kuwa atapata afueni. Ila sasa amesalia kulia akisubiri upandikizaji wa uboho utakaomgharimu shilingi milioni 5. Familia yake tayari imetumia pesa sawia kwa matibabu na usafiri, wakiamini kuwa baada ya bima kwa walimu kuhamishwa kutoka Minet, SHA ingewafuta machozi. Sasa hiyo pesa ilitumika ambaye tulipewa mpaka ikaisha kabla hajatibiwa. Barua kadhaa walizozituma kwa TSC na SHA hazijajibiwa. Wanatuambia bado wanafanya ile registration ama identification ya mahospitali ambayo iko India. Afisa mkuu wa SHA Daktari Mercy Mwangangi alieleza bunge kuwa mfumo wa SHA umekwama na sharti za buni kutolewa upya ili kujumuisha hospitali zilizoko nje ya nchi. In the process of opening those submissions from the hospitals and extending contracts. This process should be concluded by the end of this month, February. Hospitali za India na Uturuki sasa zikitaka kulipwa kabla ya huduma kutokana na madeni. They speed up the process. Kama ni policy ya kupitisha sheria ifanywe haraka ili SHA ifanye kazi, kwa sababu watu wengi bali na madam kuna watu wengine wanahangaika. Mwalimu huyu sasa anategemea dawa za kupunguza uchungu akisubiri SHA imuokoe. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.